tunataka watu wetu, tunataka watu wetu. Wanaenda kuchomolewa ndugu zetu walikuwa wamekamatwa kodao. Na mtazamaji wangu, leo hii maandamano katika Jamhuri ya Tanzania yakiwa yameweza kuingia siku ya 3 mfululizo. Hivi sasa vijana Gen Z wameweza kuanzisha pendekezo jipya la kuachiwa huru kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, hatua ambayo inazidi kujadiliwa katika mitandao hivi sasa, na hata jamaa wa karibu na wameona ni vyema iwapo wote walioweza kuzuiwa na viongozi wa serikali ya awamu ya 6 waweze kuachiwa huru. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Oya, watu ni wengi. Pole. Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine kuna maneno mazito yanayozidi kujadiliwa hivi sasa na vijana Gen Z. Kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, vijana Gen Z wapo na nia ya wote walioweza kukamatwa na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 waweze kuachiwa huru, kwani wanaamini na kufahamu kwamba ajenda yao ya kutoweza kumruhusu Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mara nyingine kuongoza Jamhuri ya Tanzania imeweza kuadia, bali hili litaweza kufanikishwa na kipindi na wakati ambapo jeshi litaweza kuchukua usukani wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo baada ya muda waweze kutangaza upya uchaguzi mpya uweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Ila vijana Gen Z wameweza kupendekeza kwamba katika uchaguzi huo mpya utakaokuwa ukifanyika, kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu lazima aweze kuachiwa huru ama awe ameweza kutoka gerezani kutokana na kesi ya uhaini ambayo imekuwa ikimkabidhi kuanzia kipindi na wakati ambapo serikali ya awamu ya 6 iliweza kumfikisha katika Mahakama Kuu. Vile mtazamaji wangu, kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole hivi sasa anazidi kujadiliwa pakubwa, kwani Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa mstari wa mbele kufanya uhamasishaji mkubwa kwa wale wote waliokuwa wakihusika katika upigaji kura, na ndipo ambapo aliweza kuanza kuzungumza siri za ndani ama mambo mazito kutoka katika chama cha CCM, kutokana na kuwa balozi wa huko akiwa balozi wa Cuba na kipindi na wakati ambapo akihudumu katika chama cha CCM. Ila aliweza kuanza kuzungumza mambo mazito ambayo viongozi wa chama cha CCM hawakuweza kufurahishwa nayo, sawia na kile ambacho uongozi serikali awamu ya 6 uliweza kukosoa kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuitwa katika makao makuu ya DCI, na kipindi na wakati ambapo hakuweza kujiwasilisha, tukio la utekaji likaweza kufanyika katika boma lake, hatua ambayo vijana Gen Z na hata baadhi wa Tanzania hawakuweza kufurahishwa kukosoa vikali, sawia na jinsi ambavyo Mheshimiwa Gwajima ama mchungaji Gwajima, mmoja wa wanachama wa CCM na pia mchungaji mkubwa na maarufu katika Jamhuri ya Tanzania, kuwa mstari wa mbele kukosoa swala la utekaji lililokuwa likifanywa na viongozi waliokuwa wakiendesha serikali ya awamu ya 6. Hivyo basi vijana Gen Z hivi sasa wapo mbioni kwa kujaribu kuomba jeshi kuachia wote wale waliweza kutekwa chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 iliyokuwa ikiongozwa na viongozi wa chama cha CCM akiwemo Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, hatua hii ya zoezi jipya la uchaguzi linazidi kujadiliwa. Uhuru wake Mheshimiwa Humphrey Polepole pia unazidi kujadiliwa, na vyema kabisa Watanzania wapo tayari
iwapo wataweza kufahamu aliko Mheshimiwa Humphrey Polepole waweze kumwachia huru, kwani wanaamini kwamba anachozidi kukipitia Mheshimiwa Humphrey Polepole hastahili kabisa, kutokana na uhamasishaji mwema aliokuwa akiufanya dhidi ya viongozi hawa wa serikali ya awamu sita na viongozi wakuu wa chama cha CCM, jambo ambalo hivi sasa kwa njia moja ama nyingine inaonekana kuwa ni pigo kubwa, kwani waandamanaji kweli wameweza kumaanisha kile ambacho wameweza kukianzisha dhidi ya serikali ya awamu sita kwa mara nyingine kutopewa fursa wala nafasi ya kuingia Ikulu ama kuongoza serikali ya awamu saba, hatua ambayo hivi sasa inaonekana kuwa ni habari njema kwa viongozi wakuu wa chama Chadema, kutokana na hatua ambayo hivi sasa Tanzania wengi wanazidi kupendekeza iwapo uskani utaweza kuchukuliwa na jeshi, basi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mpya utaweza kuratibiwa kufanyika, basi Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuwepo, vile vile Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kuwepo katika uchaguzi huo mpya. Yote haya yanaonekana yanazidi kuonekana kulenga kurekebisha hasara ambayo imeonekana katika siku 3 za maandamano katika Jamhuri ya Tanzania, ili gharama kubwa isiendelee kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile ukosefu wa ajira kwa vijana hawa jenzi wanaozidi kuandamana uweze kumalizika, ila kiongozi ambaye ataweza kufanikisha hayo yote hivi sasa Watanzania wanaamini si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, na ndipo ambapo wapo mbioni kwa ajili ya kushinikiza jeshi kuchukua uskani wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, leo hii kuna jumba ambalo limedaiwa kumilikiwa na mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan limeweza kuwashwa moto, jambo ambalo limekuwa ni pigo kubwa kutokana na kile ambacho hawakuweza kutarajia kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Ni jinsi ambavyo hivi sasa Wakenya wengi hawaamini maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani sifa ya Jamhuri ya Tanzania watu waliweza kuwa wapole, ila kutokana na wao kuchoshwa na uongozi wa serikali ya awamu sita, viongozi wakuu wa CCM, ndipo ambapo wanazidi kufanya maandamano haya kwa ajili ya kuomba mabadiliko ya haraka yaweze kufanyika ili Jamhuri ya Tanzania iweze kurejelea hali zao za kawaida, vile vile kuimarika kwa uchumi, pia vijana jenzi kutafutiwa ajira ili taifa hili liweze kusonga mbele na liwe katika mikono salama, ndipo ambapo maandamano haya yaweze kusitishwa. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania leo hii, ikiwa imeweza kufika ni siku ya 3? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.